Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko katika tarehe moja ya mwezi wa 12 mwaka 2025 na ni kikawaida inajulikana kama mwezi wa 12 ni mwezi ambao wa kumaliza mwaka na kuanza kutafuta mwaka mwingine. Tuko kwenye tarehe moja na ni mwezi ambao unasadikika kuwa na vitu vibaya, mauaji, au labda naweza nikasema let's say vifo vya ghafla, ajali nyingi, mambo mengi. So huu mwezi kwako hautakuwa wa kilio katika jina la Yesu Kristo. Huu mwezi kwako hautakuwa wa taaruki kwenye maisha yako. Huu mwezi hautapata ajali kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama adui au kuzimu imejipanga kwa ajili ya kutoa kafara kwenye familia yako au kwa watoto wako, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, hautakufa bali utaishi ili uyasimulie matendo makuu ya Mungu. So ninaiombea tarehe hii moja, mahali popote unapokuwa kazini, mahali popote ulipo unafanya kazi, mahali popote upo kwenye majukumu yako, hautakutwa na kitu kibaya chochote katika jina la Yesu. Kuanzia hii tarehe moja, ninaweka misingi mahali popote ambapo unapita. Ninaweka misingi kwenye biashara yako. Ninaweka misingi ya ulinzi kwenye vyombo vya moto na vyombo vya usafiri ambavyo unatumia, kwa sababu tunaamini tutavuka salama katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini utauona mwaka mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako hawatakufa, familia yako haitakufa, wazazi wako hawatakufa, ndugu zako hawatakufa, wala hautasikia taarifa yoyote mbaya kwa familia yako. Ni kwa sababu Mungu anakulinda, Mungu anakukumbuka na Mungu anakuwazia mema. Hivyo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kila mkono uliojiandaa kutoa uhai wako katika majira haya ya mwezi wa 12 hayana mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo mwezi wote huu wa 12 kwenye maisha yako, ukawa mwezi wa uzima. Hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na vifo, hakutakuwa na taharuki yoyote kwenye familia yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatuma maombi haya ya ulinzi kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwenye familia yako, kwa wazazi wako. Hii tarehe moja ninaweka wakfu ya mwezi wote wa 12. Ina maana huu mwezi wote utakuwa mwezi wa ulinzi kwenye maisha yako, na utauona mwaka mwingine ukiwa na afya njema, ukiwa na furaha, ukiwa na amani. Kila kuzimu itakayoinuka haitafanikiwa. Wao watakuja kwa njia moja, lakini Bwana atawatawanya kwa njia 7, kwa sababu Bwana ana mpango na wewe. Mwaka 2026 Mungu ana mpango na wewe. Kwa hiyo hatutaruhusu kuzimu ikuharibu kwa namna yote. Hatutaruhusu mabaya ya kukute kwa namna yote. Sasa tunaiweka wakfu tarehe hii moja. Hii tarehe moja ya leo mwezi wa 12 tunaiweka wakfu kwa ajili ya tarehe zote ya mwezi wa 12 ambao kuja kuupokea mwaka mwingine. Kwa hiyo tunakuwekea wakfu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, nyumbani, mahali popote ambapo unanisikiliza, ninaiweka wakfu tarehe hii, tuanze tarehe moja. Wewe na watoto wako, wewe na familia yako, wewe na wazazi wako, wewe na biashara yako, wewe na kazi yako, wewe na usafiri wako, kila kitu tunakiweka wakfu kuanzia leo tarehe moja. Hautapata ajali, hautapata magonjwa, hautapata kitu chochote ambacho itasadikika kwamba mwezi wa 12 ni mwezi mbaya ambao umefanya ndugu yangu afe. Tunakataa na kufuta hayo maneno kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachilia ulinzi kwa watoto wako hao, mahali popote wanapotembea kuanzia tarehe moja mpaka mwaka utakapoisha huu. Basi wasikutane na kitu chochote kibaya, wasikutane na magonjwa, wasikutane na vifo, wasikutane na ajali na hila za ibilisi mwovu shetani. Kila kuzimu iliyojipanga kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya kafara kuwatoa, hawana mamlaka hiyo kuzimu katika jina la Yesu. Tunamaficha watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote walipo, damu ya Yesu Kristo iwalinde na kuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Tarehe moja ikawe ya baraka, 2 ikawe ya ulinzi, 3 mpaka tarehe 30 ikawe tarehe ya usalama na amani. Katika jina la Yesu naomba nikishukuru. Amen. Mungu abariki sana.